Karne ya 17, safari za uwindaji za kifahari zilifanywa na wamiliki wa ardhi matajiri. Wangeenda huko na kupiga kambi nje wakati wa uwindaji. Lakini hawakupiga kambi kwenye mahema madogo, unajua, na moto wa kambi. Walikuwa na mahema makubwa na ya kifahari ambayo yalikuwa na jikoni na vyumba vya kubadilishia nguo, na hata katika baadhi ya matukio, maktaba binafsi. Haikuwa jambo la kawaida kuleta wageni kadhaa na hata wanamuziki waliolipwa. Sasa baada ya uwindaji wenye mafanikio, nimesoma safari hiyo ingegeuka kuwa wakati wa karamu na kile walichokuwa wamevua. Hata hivyo, watumishi hawakuwahi kujumuishwa katika karamu. Wamiliki wao wa ardhi na wageni wote walifurahia nyama ya kulungu, lakini watumishi wangepewa viungo vilivyobaki vya kulungu, na waliviita humbles. Humbles zingesafishwa na kuchanganywa na matunda na mboga, zingeviringishwa kwenye unga na kisha kuokwa, na ilitokea ikionekana kama pai. Watumishi walikuwa wakiita pai hiyo humble pie. Sasa neno hili lingebadilika kwa muda na kuanza kumaanisha mtu anayeishi katika hali ya unyenyekevu. Kwa kweli, msemo huu pia ulianza kumaanisha mtu aliyekamatwa au kuaibishwa kwa uhalifu au kushindwa fulani, na ilisemekana kwamba alilazimishwa kula humble pie. Unajua, ukweli ni kwamba hakuna mtu anayependa kula humble pie. Kweli kwa jambo moja, unajua, haimezwi kwa urahisi. Nimekuwa kwenye mikahawa mingi kwa miaka na sijawahi kuona humble pie kwenye menu. Unajua, ni asili ya binadamu kuepuka vitu vya aina hiyo. Ni asili ya binadamu kujipenda, kujikuza, kujitangaza, kujitetea. Kwa kweli, hiyo inavutia zaidi kuliko fedheha ya kukubali kushindwa kwako kwa kulazimika kula kipande cha humble pie. Sasa Zaburi hizi tatu zinazofuata zote zinahusu somo la kiburi, na Daudi ataelezea maana ya kunyenyekeshwa. Kwa kweli, atatufunulia furaha inayokuja tunapojinyenyekeza mbele za Mungu na kukiri dhambi zetu na kukaa chini mezani na kula kipande cha humble pie. Sasa hapa katika Zaburi sura ya 30 tunajifunza kwamba Daudi alitenda dhambi dhidi ya Bwana. Hatujui hasa katika Zaburi hii ni nini kilikuwa, lakini kilihusiana na aina fulani ya mtazamo au kitendo cha kiburi. Daudi anakiri hapa kwamba mtazamo wake ulikuwa umeondoka kwa Mungu na kuelekea kwake mwenyewe. Kwa kweli, anaandika hapa katika mstari wa 6, nimesema, katika ustawi wangu sitaondolewa kamwe. Kweli, hiyo inanipa hisia ya kiburi sana. Je, ulisikia jina la Bwana katika majivuno hayo? Hapana, mimi pia sikulisikia. Kwa kweli, Daudi anaandika hapa katika mstari wa 7, Bwana, ulificha uso wako, nilifadhaika. Kweli, hakupaswa kushangazwa na mwitikio wa Mungu. Unaona, kiburi cha Daudi kilikuwa kimemfanya kipofu. Moja ya ishara za onyo kwa njia kwako na kwangu kwamba Bwana yuko karibu kukupa kipande cha unyenyekevu ni wakati unaposikia ukitumia maneno mimi, yangu na yangu tena na tena. Wakati mtazamo wako uko juu yako, basi Mungu na watu wengine watachukua nafasi ya nyuma. Kwa hivyo, hebu niulize maswali magumu hapa. Je, unatamani upate umakini? Je, unaweza kufurahia wakati mtu mwingine anapopata umaarufu? Je, unapata ugumu kusamehe watu wengine wanaokukosea? Je, unaweza kuona makosa kwa urahisi kwa watu wengine lakini huwezi kuona makosa kwako mwenyewe? Je, unamlaumu Mungu? Je, unawalaumu watu wengine kwa kushindwa kwako maishani? Au unaweza kuona sehemu yako mwenyewe, mkono wako mwenyewe katika hayo? Inaonekana kama utalazimika kula kipande cha unyenyekevu. Lakini hebu niwape habari njema kwamba Daudi anafungua Zaburi hii kwa kusherehekea neema ya Bwana kwa kumvuta juu kama ndoo kutoka kwenye kisima kirefu. Anasema hapa katika mstari wa 1, nitakutukuza, Bwana, kwa kuwa umenivuta juu. Daudi anasema tena hapa kuhusu Bwana katika mstari wa 5, kwa maana hasira yake ni ya muda mfupi tu, na kibali chake, neema yake, ni ya maisha yote. Kilio chaweza kukaa usiku kucha, lakini furaha uja asubuhi.
Hizo ni ahadi kuu. Sasa tunapoingia katika Zaburi 31, Daudi ananyenyekea mbele za Bwana, lakini ninahitaji kukuambia kiburi bado kinaendelea kumzunguka akilini mwake. Anaandika hapa katika mstari wa 23, Bwana huwaokoa waaminifu, lakini humlipa kwa wingi yule anayejivuna. Kama kusema kwamba atamlisha mtu huyo kipande cha unyenyekevu. Na matokeo ni nini? Naam, anasema hapa katika mstari wa 10, nguvu zangu zinapungua kwa sababu ya uovu wangu, mifupa yangu inachakaa. Sikiza wapendwa, tunapoteza maisha yetu tunapojikita kwenye mimi, yangu na mimi mwenyewe. Naam, ina maana gani kuonyesha unyenyekevu? Hiyo inaonekanaje? Naam, ni jambo la kusisimua kufikiria kwamba hapa katika Zaburi hii Yesu anachukua maandiko na mtumishi wetu mnyenyekevu Bwana Yesu ananukuu maandiko haya. Yesu anaomba mstari wa 5 hapa, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Injili ya Luka inatuambia baada ya kusema haya, alitoa pumzi yake ya mwisho na kufa kwa ajili ya dhambi zako na zangu. Naam, sasa hapa katika Zaburi inayofuata, Zaburi 32, kufuatia Zaburi hizi mbili zinazozungumzia mada ya kiburi, Daudi atatupa ushuhuda wa kibinafsi wa ungamo. Daudi aliandika Zaburi 32 kwa kujibu uzinzi wake, dhambi yake na Bathsheba, na kama unakumbuka, kifo kilichopangwa cha mume wake Uria. Haya yalikuwa maonyesho mabaya ya kiburi. Daudi alikuwa amejifunga na mimi na yangu. Naam, kufuatia matendo haya ya kiburi, alikataa kukiri dhambi yake. Kwa kweli, karibu mwaka mzima ulipita kabla ya nabii Nathani kumkabili Daudi huko nyuma katika 2 Samueli 12, na makabiliano hayo yalileta ukweli wazi, na kwa bahati nzuri Daudi alivunjika moyo katika toba ya kweli. Naam, mara baada ya Daudi kukiri, anaandika ungamo refu kwa Bwana katika Zaburi 51, na tutafika hapo hivi karibuni. Lakini katika Zaburi 51:13 Daudi aliahidi kuwafundisha wakosaji njia ya Mungu ili wenye dhambi warudi kwa Bwana. Naam, Zaburi 32 ni utimilifu wa ahadi hiyo. Daudi anatufundisha sote hapa katika Zaburi hii jinsi ya kujibu dhambi, jinsi ya kushughulikia kiburi kinachojificha nyuma ya kila dhambi. Daudi anaanza kwa kutufunulia kwamba kiburi kinazuia baraka za Mungu. Hapa katika mistari miwili ya kwanza ya Zaburi 32, Daudi anaandika, heri mtu ambaye makosa yake yamesamehewa, ambaye dhambi zake zimefunikwa. Heri mtu ambaye Bwana hamhesabii uovu, na ambaye roho yake haina udanganyifu. Ni kifungu kizuri sana. Heri mtu ambaye makosa yake yamesamehewa. Neno kwa makosa linamaanisha kuvuka mstari, kwenda mbali sana. Heri mtu ambaye dhambi zake zimefunikwa. Neno kwa dhambi linamaanisha kukosa alama, ulikosa lengo la haki. Inaweza pia kumaanisha kutambua kwamba unakosa kitu maishani. Wapendwa, dhambi haileti hisia ya utimilifu. Dhambi inaleta hisia ya utupu. Heri mtu ambaye Bwana hamhesabii uovu. Neno kwa uovu linamaanisha kupotoka. Kwa hiyo haya maneno matatu yanayofanana hapa, makosa, dhambi na uovu, yote yamejikita katika kiburi. Kama vile utando unaweza kuzuia mtiririko wa damu kwenda moyoni mwako, kiburi kinaweza kuzuia mtiririko wa baraka za Mungu maishani mwako. Kwa hiyo basi suluhisho ni nini? Naam, Daudi anatufundisha hapa kwenda kwa daktari wa moyo. Ni wakati wa uchunguzi wa moyo. Daudi anaandika katika mstari wa 5, nalikiri dhambi yangu kwako, wala sikufunika uovu wangu. Nilisema nitakiri makosa yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe uovu wa dhambi yangu. Hakuna kitu kinachofanana na faraja ya kukiri dhambi zako, sivyo? Ya kusamehewa na Bwana. Sio ajabu Daudi anamaliza Zaburi hii kwa furaha kubwa. Katika mstari wa 11 anaposherehekea
dhamiri safi na moyo safi, anaandika, furahini katika Bwana na shangilieni, enyi wenye haki. Wenye haki kwa njia inamaanisha kuwa sawa na Mungu. Na pigeni kelele za furaha, enyi wote mlio wanyofu wa moyo. Hiyo inamaanisha moyo wako uko sawa, tena ni safi. Niruhusu nikutie moyo kwa kukukumbusha kwamba kila wakati Bwana anapokukalisha chini maishani na kukupa kipande cha unyenyekevu, huenda kisipendeze, lakini hakitakuumiza. Hii sio kunenepesha kwa njia fulani. Ni nzuri kwako kwa kweli. Inakukumbusha dhambi zako, inakuongoza kwa Mwokozi, inakuongoza kukiri dhambi zako kwake, na unavyokiri dhambi zako kwa kweli kila siku, basi unaondoka kwenye meza hiyo ukiwa na hisia mpya ya ushirika na Bwana, na hisia mpya, hisia iliyorejeshwa ya furaha na shukrani. Uko tayari sasa kwa siku nyingine unapotembea na mkombozi wako mwaminifu, mwenye neema na anayesamehe, Bwana wako. Basi hadi safari yetu ya hekima ijayo pamoja, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.